Mojawapo ya magonjwa yasiyoambukiza na ambayo yanahangaisha wengi na kusababisha vifo ni ugonjwa wa kisukari. Wataalamu wanasema ugonjwa huu sasa unawaathiri watu wengi ikilinganishwa na miaka ya nyuma. Tupate maelezo zaidi kwenye makala yetu ya wiki, Siha na Maumbile. Siha na Maumbile ikiletwa kwako na Equity Afya. Ugonjwa wa kisukari hutokea wakati mwili unapokuwa ukipambana kudhibiti viwango vya sukari ya damu ipasavyo, sababu kadhaa zikionekana kuchangia tatizo hili. Kitu cha kwanza huwa ni genetiki, ambayo labda mtu ametoka kwa familia ambayo watu wamezaliwa na sukari. Ikiongezeka na ile mambo ya lifestyle ambayo yanachangia zaidi, ile sukari inakuwa kupita kiasi. Mtu yoyote anaweza kuugua ugonjwa huu, awe mke ama mume, lakini umri haswa uliosonga umeonekana kuwa mojawapo ya vitu hatarishi kwa ugonjwa huu. Watu waliokomaa kwa umri wanakuwa na ugonjwa zaidi kuliko wale wadogo, kwa sababu umri unachangia ile tunasema metabolism inaenda ikidhoofika. Kwa hivyo inapodhoofika unapata mwili inashindwa kutumia ile sukari ambayo tunaikula kutoka vyakula. Mfumo wa maisha ukichangia kwa asilimia kubwa uwezekano wa mtu kupata ugonjwa huu wa kisukari. Inachangiwa zaidi kwa mambo ambayo tunayaishi, vile tunakula, mazoezi tunayoyafanya, stress ambazo tunaishi nazo, masaa tunalala, au yote wanachangia. Atakayepata kisukari huwa na dalili zifuatazo. Sana sana watu wengi wanaanza kusema alisikia kiu ambayo ilikuwa zaidi ambayo hajazoea, excessive thirst. Wengine wanasema akienda haja ndogo inatoka kwa haraka sana, ama anaenda mara mingi, ile tunasema frequency. Wengine wanakuambia daktari, siku hizi nimeanza kuumwa na kichwa kila wakati. Lakini wengine wao wanakuja kwetu ikiwa imeenda kwa kiwango cha juu, na bado ni zile signs kama anasikia amedungwa miguu chini, anasikia ameganda mikono, anakueleza ya kwamba siku hizi daktari, macho hayaoni vizuri. Ili kuzuia ama kudhibiti ugonjwa huu, wataalamu wa afya wanapendekeza mabadiliko katika mfumo wa maisha. Jambo la kwanza tunasema ni nutrition or diet. Ile vyakula ambavyo madaktari wa lishe wanafunza watu ambazo zinaitwa carbohydrates. Hivi ni vyakula ambavyo vinaongeza sukari kwa mwili, kama ugali, mkimo, tunasema chapatis. Unapotumia kwa wingi huwa inafanya sukari ipande kwa damu. Jambo lingine tunasema ni mazoezi. Watu wengi unapata wafanyi mazoezi, na tunasema unapoeka chakula kwa mwili inapandisha sukari, tunasema calories. Na hizi calories lazima kila siku uzitoe. Na tunatoaje calories kwa mwili? Ni kufanya mazoezi. Kwa upande mwingine, kupata usingizi wa kutosha kila siku pia kumetajwa kama mojawapo ya mbinu zinazosaidia kudhibiti kisukari. Watu wengi ambao wapati usingizi wa kutosha, mara mingi unapata hawezi tengeneza ile insulin ya kutosha, pancreas inashindwa kutengeneza. Jambo lingine, ile vyakula walivyotumia siku iliyopita, unapata usiku usiagaji wao haifanyiki vile inafaa. Anaamka asubuhi sukari iko juu, ana ile insulin kwa sababu hajalala ya kutosha, mwili hajatengeneza zile hormones. Na huku mambo mengi ikiwemo gharama ya kutibu ugonjwa huu, dhana potovu na pia ujumbe usiokuwa sahihi kuhusiana na kisukari vikiwa changamoto kwa wagonjwa, wataalamu wanasisitiza kupata ushauri wa daktari kila wakati. Tunapoangalia mtu kibinafsi, tunaangalia ni risk gani yako nayo. Au ndiwe program ya kumwambia kwa miezi 6 ijayo, wewe lazima tujaribu kukusaidia through madaktari walio hiyo sekta. Kama ni ya pombe, asaidiwe na daktari wa psychologist ile kumsaidia kuacha ile pombe. Kama ni yule ambaye shida yake ni chakula, akae daktari chini kwa miezi 6 ili aweze kufahamu ni vyakula vipi atatumia viweze kufanya sukari kwa ile kiwango ambayo iko chini. Ugonjwa wa kisukari ndio chanzo kikuu cha matatizo sugu ya afya kama figo kushindwa kufanya kazi, matatizo ya macho, mshtuko wa moyo na kiharusi. Hivyo basi ni vyema kutahadhari kabla ya hatari kwa kufanya uchunguzi wa mapema na kupata matibabu sahihi ili kuokoa maisha. Nikiripotia makala ya Siha na Maumbile, mimi ni Mwanahamisi Hamadi.